wanasema ni katika episodi ya 6. Yes. Acha Mungu azidi kutubariki sisi ambao tuko hai na wale ambao hawako hai ambao wanaumwa. Mungu azidi kuwajalia afya na uzima. Kwa maana tukiwa wazima ndipo na utukufu wa Mungu mbinguni unaongezeka. Tusonge mbele katika episodi yetu ya 6. Na kukumbusha, usahau kulike na comment na kushare na kusubscribe katika channel yangu inayopatikana YouTube kwa jina la Uncle Doni. Na kukumbusha, unapo search kwenye YouTube kwa jina la Uncle Doni, usitumie Uncle Doni ya Kiingereza. Tumia Uncle Doni ya Kiswahili. Kwa sababu ukitumia Uncle Doni ya Kiingereza hautonipata. So unajua tena mimi ni Mtanzania ambaye napenda Kiswahili. Kwa hiyo kama napenda Kiswahili, hata jina langu nimeliandika kwa Kiswahili. Karibu sana, tusonge mbele. Kama tunakumbuka pale ambapo mwanamke Isabela alimwambia Andrea kwamba anampenda, lakini Andrea kawa hajatoa jibu rasmi kwamba amekubali au la. Karibu sana, tusonge mbele. Isabela anasema Andrea alipopokea hizo habari ikabidi aeme kidogo. Hatimaye akamwambia, basi ngoja kwanza nitakupa jibu lako baadaye. Lile jibu lilivyokuja kutoka, Isabela huko akiwa akiwaza, akisema mimi hapa jibu linatoka saa ngapi? Wakati mimi nilitaraji huyu mkaka nikimwambia kwamba nampenda labda atashawishika haraka kutokana kwamba nimesoma naye, atashawishika haraka atanikubalia haraka. Mungu nisaidie mkaka sinikatae. Maana nampenda. Yaani angejua. Yaani ingekuwa Mungu anachukua kioo anampa mtu amchunguze mwenzake anavyompenda kwenye moyo wake. Huyu kaka akapewa kioo aone ninavyompenda. Yaani wala hata singepanga kuanza kujifikiria. Halo jamani. Si anikubalia hata sasa hivi jamani. Mungu nisaidie mkaka nikubalia. Maana akinikataa sijui uso wangu nitaupeleka wapi. Maana mkako ukimwambia nakupenda alafu ukakuta yakupendi, atakavyokutangaza. Yaani atakutangaza mpaka utatamani mbingu ibadilike ikawe dunia, alafu dunia ikabadilike ikawe mbingu. Sijui nifanyaje. Isabela anasema pale wakati nipo nawaza maneno yote hayo yakipita kichwani mwangu, huku nikiwaza, alafu huku nikiwa nashushia maji ya baridi. Lakini maji ni ya baridi lakini nahisi ni ya joto. Yaani ni ya moto, kwa sababu nilitegemea yule mkaka ambaye nimemwambia kwamba nampenda atanipa jibu muda huo. Kumbe yeye mwenyewe hashawishiki kwa lolote mpaka ajipange. Andrea akatuma meseji kwa Isabela. Samani, mpaka umesubutu kuniambia unanipenda. Najua unanipenda kweli. Hivyo mimi siwezi kucheza na hisia zako. Na mimi kutokana kwamba mimi na wewe tumetoka mbali, siwezi nikaruhusu ndugu yangu unapata shida. Nakupenda pia. Isabela anasema pale nikawa kama siamini. Amekubali. Amekubali. Sio kweli. Pale nikapekecha macho vizuri, ili nihakikishe kweli hii message ambayo imeingia ni kweli Andrea amekubali. Na mimi nikamjibu haraka huko nikiachia tabasamu. Umekubali kweli mwenzangu au unanitania? Pale yani kama siamini, nikaja kujikuta na paramia vitu mimi bila kujua, mpaka nikapasua glasi. Nilipopasua glasi nikaokota vile vitu ambavyo nimevipasua vipande vya glasi. Mala ikabidi sasa tuendelee kuchati message za kawaida. Tunachana na huko kwa wenye penzi jipya kwa Andrea pamoja na Isabela. Tunarudi kwa Isaac.
Isaac maisha yake yakayumba, akawa akianzisha biashara ziendi, kwa sababu matajiri ambao walikuwa akimpigia simu wakihitaji wapelekee mbuzi wakawa hawapati kwa wakati, mpaka ikafika stage wengine wakawa hawampigii simu tena hata kumjulia hali. Halo, kumbe kuna watu wamesave namba zako kwenye simu kwa sababu kuna kitu wanapata kutoka kwako. Ndugu yangu, jifunze kitu kwamba sio kila mmoja ambaye amesave kwenye namba yako anatambua umuhimu wako hata kama hauna. Kuna mwingine anatambua umuhimu wako wakati unacho, ila hakikisha kupotea hatambui umuhimu wako. Isaac anasema, kusema ukweli mimi ilinichukulia muda mrefu sana mpaka wale watu kuzoea kurudi upya. Hatimaye nikaingia kwenye mikopo mikubwa, lakini namshukuru Mungu maisha yangu yakaenda vizuri. Hatimaye nikalipa mikopo mizuri, mikopo ile nikailipa vizuri. Hatimaye maisha yangu yakaenda vizuri. Mpaka sasa tunavyozungumza mambo yangu sio mabaya. Tunarudi kwa Isabella mara ghafla akaanza kuona kama Andrea mpendi vizuri kama alivyokuwa anataraji. Akapanga kwenda kwake kumuuliza, lakini akawa na mashaka, je, akienda atamkuta? Karibu sana katika episodi yetu ya 7. Twende tukaangalie, je, alienda na alivyoenda alimkuta nyumbani au hakumkuta? Karibu sana, songe mbele katika episodi inayofuata. Usisahau ku like na comment na kushare na kusubscribe kwa jina la Uncle Donny YouTube.